Naam, hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuweze kuangaza habari kutoka hapa Channel 10 Plus usiku huu wa leo, ikiwa ni Februari 13 mwaka 2026. Uko nami Juma Mohamed, nitakuwa hapa kuangaza habari mbalimbali za kitaifa na kimataifa, bila kusahau habari za biashara na uchumi. Wakati kwenye upande wa habari za michezo na burudani, Esther Mtebe atahusika kwa kiasi kikubwa kuja kutuhabarisha hapa kunani hasa huko kwenye michezo kwenye kutwa nzima hii ya leo. Karibu sana. Matangazo haya pia unayapata mubashara kupitia YouTube channel yetu ya Channel 10 Plus Tanzania, lakini pia una nafasi ya kuandika arafa fupi ama ujumbe wako mfupi kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Channel 10 Plus Tanzania, ili hali kwenye mtandao wa Facebook na Thread na X pia vivyo hivyo Channel 10 Plus Tanzania. Karibu sana. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameanza ziara ya siku 5 mkoani Tanga, huku akitoa agizo kwa wakandarasi wote wanaotekeleza ujenzi wa miradi mbalimbali hapa nchini kuhakikisha miradi hiyo inalingana na thamani ya fedha zinazotolewa na serikali. Kutoka Tanga tuungane na Ernest Mbezi. Mheshimiwa Dr. Nchemba ametoa agizo hilo mara baada ya kukagua na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa kituo cha kupoza umeme, ujenzi ambao umefikia asilimia 20 ya utekelezaji, huku ukigharimu zaidi ya shilingi bilioni 44 kwenye eneo la Mkata wilayani Handeni mkoani Tanga. Kuna baadhi ya maeneo nilikopita kule, unakuta mkandarasi anapewa fedha anapeleka kwenye shughuli nyingine. Tunataka fedha zote zinazotolewa kwa ajili ya mradi ziende kwenye mradi husika. Ujumbe huu wakandarasi wote waupate. Fedha inayotoka tunataka ilingane na kazi ambayo imekwisha kufanyika. Na kwenye hili hatuna mzaha. Hapa nina taarifa kamili ya mkoa mzima. Awali akitoa taarifa ya ujenzi wa mradi huo, mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Bwana Lazaro Twange ameeleza changamoto za kukatika kwa umeme kwenye wilaya za Handeni na Kilindi, huku waziri wa nishati Deogratias Ndejembi akisema ujenzi wa kituo hicho cha kupoza umeme ni suluhisho la kumaliza kabisa changamoto hiyo, jambo ambalo limepongezwa na wananchi wilayani hapa. Umeme unakatika mara kwa mara, lakini baadhi ya watu wanapata umeme kwa kiwango cha chini kulingana na mahitaji yao, na hii inasababishwa na laini zetu zinazoleta umeme hapa zimesafiri kwa umbali mrefu kutoka Tanga mpaka hapa. Nguzo zetu nyingine ni za miti, wakati fulani wananchi wanachoma moto, kwa hiyo tunakuwa kwenye mazingira ya kushindwa kuwahudumia wananchi wetu vizuri. Tunaenda kutatua changamoto hiyo, sio kwa Msisi peke yake, lakini katika maeneo yote ya wilaya ya Handeni na wilaya ya Kilindi. Lakini kwa haraka haraka, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni juzi nimewaelekeza wenzetu wa TANESCO kuhakikisha kwamba kwa hatua za haraka, wakati tunasubiri mradi huu ukamilike Novemba, basi waweze kuanza kubadili nguzo za miti kutoka Tanga kuelekea kwa Msisi na kuweka nguzo za zege ambapo gharama yake ni kama bilioni 3. Mheshimiwa Waziri Mkuu, halmashauri yetu imebahatika kuwa na wawekezaji wengi wa viwanda, hasa eneo la kwa Msisi, lakini na Chogo kule kwenye kata ya Kabukundani, viwanda vya graphite zaidi ya viwanda 7 vimefunguliwa kule. Lakini hadi sasa tunavyoongea, baadhi ya viwanda vimefungwa kwa sababu ya changamoto hii ya umeme. Umeme ni mdogo na shindwa kuzungusha ile mitambo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kituo hichi kinaenda kuwa mkombozi mkubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu pia ametembelea na kukagua jengo la wagonjwa mahututi katika hospitali ya mji wa Handeni, ambapo baada ya kuridhishwa na mradi huo ameweka jiwe la msingi. Na hapa mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Handeni Bi Mariam Ukwaju anaeleza manufaa ya uwepo wa jengo hilo. Faida zinazopatikana baada ya kuanza huduma ya jengo hili ni pamoja na kupunguza gharama za matibabu kwa wagonjwa mahututi ambao kwa sasa inawalazimu kutembea kwa zaidi ya kilomita 160 kwenda Bombo, Tanga. Kutoka hapa katika ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba hapa wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Asante mwanahabari Ernest Mbezi kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga. Tukaangaze habari nyingine. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Jakaya Kikwete amewataka watunza kumbukumbu na nyaraka za serikali nchini kuzingatia maadili ya kazi zao kwa kuvitii viapo vyao vya kutunza siri za serikali na kuepuka kushawishika kufanya vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa taarifa za umma. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka mkoani Njombe. Akizungumza mkoani Njombe wakati wa kufunga mafunzo maalum ya kuwajengea uwezo wanataaluma wa management ya taarifa
kumbukumbu na nyaraka yaliyowakutanisha watumishi 1900 kutoka Tanzania bara na Zanzibar kwa siku 4 kuanzia Februari 9 hadi 12 mwaka huu. Waziri Kikwete amesema taaluma hiyo ni nyeti na inahitaji uadilifu wa hali ya juu. Yale yote tuliyofundishwa na niliyopata Njombe kayafanyeni kazi nzuri na yalete matunda katika nchi yetu. Naomba niwaase kuwa kusheni na siasa na mazingira yote yatakayotengeneza hali ya kushawishika kutoa taarifa za serikali kwa watu wasiohusika. Zingatieni jambo hili. Ndio utunzaji wa siri na taarifa nyinginezo mtakazofanikiwa kutoa siri kuna madhara makubwa. Wakati mwingine madhara makubwa ni pamoja na kudhalilisha mtu na kuharibu ofisi zenu. Ikiwa pamoja na hayo, baada ya wewe kuchukuliwa na hatua za kinzani za kufukuzwa, wale uliowapa siri watabakia kuwa na furaha na wewe na familia yako mtabakia kuwa na majonzi. Aidha, katika hatua nyingine, Waziri Kikwete amemwagiza Katibu Mkuu wa wizara hiyo kwa Katibu Mkuu Utumishi waandikie barua wakuu wa taasisi zote, wizara zote, pale wanapoitwa kwenye mikutano ya kuongeza taaluma. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema mafunzo hayo yamekuja wakati mwafaka katika kuimarisha uwajibikaji na ufanisi wa watumishi. Ninyi ni mashuhuda mageuzi na mama Mheshimiwa Rais ameyafanya kwenye utumishi huu. Awali, mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa management ya kumbukumbu na nyaraka Tanzania Trampa, Devota Mlope, akisoma taarifa ya chama hicho amesema, tunaomba serikali itufikirie juu ya posho maalum kwa watunza kumbukumbu wa masjala ya siri, kwani wanakutana na changamoto nyingi sana na uhifadhi wa nyaraka hizo unahitajika kuwepo mara nyingi hata baada ya masaa ya kazi. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Asante Michael Patrick kutoka Njombe. Tukaangaze habari nyinginezo. Wanahabari nchini wametakiwa kuandika habari zinazochochea amani na wakati huo huo kuzingatia usalama wao binafsi wanapotekeleza majukumu yao, hasa katika vipindi vya migogoro. Tupate undani wa habari hiyo. Taasisi ya waandishi wa habari ya kusaidia jamii za pembezoni MIPAC imetoa mafunzo kwa wanahabari kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Mwanza, Geita, Mara, Manyara, Mbeya na Arusha kuhusu namna ya kuandika habari za amani na kujilinda wanapokuwa kazini. Mafunzo hayo maalumu yameandaliwa na taasisi hiyo ambayo yamedhaminiwa na shirika la Press Unlimited. Akifungua mafunzo hayo, mkurugenzi wa MIPAC Musa Juma amesema habari za upande mmoja zisizozingatia maadili zimekuwa zikichochea migogoro katika jamii. Kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanaandika habari bila kuegemea upande wowote, na ina maana wasipoegemea upande wowote ni vigumu sana kupata madhila mbalimbali inapotokea migogoro. Tunataka waandishi wa habari wafanye kazi katika mazingira salama, waripoti na wananchi wapate habari ambazo ziko sawa na hazichochei kuendelea kwa migogoro, lakini vile zinahamasisha masuala mazima ya amani. Uandishi wa habari za amani ni ule uandishi ambao unatupeleka kujenga uwezo wa kutatua matatizo na kujua vyanzo vya migogoro na wadau na kutoa sauti mbalimbali za wananchi katika jambo ambalo watu wanasuguana. Kwa waandishi wa habari, kutokana na tukio lililotokea Oktoba 29, kwa lile lilikuwa ni tukio ambalo halikuwa la kawaida. Kwa hiyo ni vizuri tukapata huduma ya afya ya akili kwa ajili ya kulipokea na kuliprocess lile tukio likae vyema katika maisha yetu na maisha baada ya lile tukio. Washiriki wa mafunzo hayo wameomba kuendelezwa kwa mafunzo ya mara kwa mara ili kuimarisha uelewa wa sheria, maadili na usalama wa wanahabari. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Kutoka Arusha moja kwa moja tukatazame habari nyinginezo, ambapo ripoti mpya ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limebaini ongezeko kubwa la uandikishaji wa watoto katika makundi yenye silaha nchini Haiti,
huku umaskini, ukosefu wa usalama na vurugu za magenge vikizidi kuongezeka katika taifa hilo linalopatikana ukanda wa Karibiani. Kwa undani wa usimulizi huo, tuungane na mwanahabari Lulu Ali. Ongezeko hilo linajiri wakati ambapo vurugu za magenge zimewalazimu takriban watu milioni 1.4 kuyakimbia makazi yao kote nchini Haiti, ambao nusu idadi hiyo ni watoto ambao sasa wako katika mazingira hatarishi bila ulinzi wa kutosha, jambo linaloongeza uwezekano wa kuingizwa kwenye makundi ya silaha au kukumbwa na ukatili. Mwakilishi wa UNICEF nchini Haiti, Gita Narayan, amesema kiwango cha watoto wanaohusishwa na makundi ya silaha kinatia wasiwasi mkubwa, akibainisha kuwa 30% hadi 50% ya wanachama wa makundi hayo ni watoto, ambao baadhi yao wana umri mdogo wa hadi miaka 9. Wataalamu wa usalama wanasema magenge yenye silaha sasa yanadhibiti takriban 90% ya mji mkuu Port-au-Prince pamoja na maeneo mengine makubwa nchini. Udhibiti huu umefanya magenge kutegemea sana watoto kwa shughuli zao kutokana na urahisi wa kutumia na mazingira magumu yanayowasukuma kujiunga. Lula Ali, Channel 10+. Asante mwanahabari Lulu Ali kwa usimulizi huo. Mpango wa bima ya afya kwa wote umepanga kufanya malipo kabla katika maeneo yote yatakayokuwa yanatoa huduma za afya kupitia mpango huo ili kuondoa urasimu unaoweza kujitokeza katika utekelezaji wake. Hivyo, wananchi wametakiwa kujitokeza kwa wingi kujiandikisha kwenye bima hiyo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Elia Kimani kutoka Manyara. Mpango huo malipo kabla katika maeneo ya kutolea huduma za afya yatakayokuwa yanatoa huduma ya afya kupitia bima ya afya kwa wote umelenzwa katika kikao kazi cha kuwajengea uwezo wa watumishi ngazi mbalimbali wilaya ya Hanang, ambapo tayari wilaya hii imekwishaanza uandikishaji wa kaya duni ambazo zinakadiriwa kufikia 7,000 licha ya mpango huo hautawagusa wote katika hatua za awali. Serikali itaingiza pesa kwenye vituo vya kutolea huduma ya afya hata wajaanza kutibu. Ina maana kituo changamoto ya dawa haitakuwepo kwa sababu watapewa kwanza fedha za kununua dawa na vifaa tiba, ndipo ataanza kuhudumia. Kwenye mkoa mzima wa Manyara tuna kaya kama 12,983 na wafaidika 56,116. Katika bima ya afya tunatamani liwe ni jukumu lao la kwanza na la kipaumbele katika kuhakikisha kila kaya inajiunga na bima ya afya katika halmashauri yetu ya Hanang. Asiachwe hata mmoja. Kupitia sheria iliyopitishwa, wananchi wote watakaojiunga na bima ya afya watakuwa na fursa ya kupata huduma za matibabu katika vituo mbalimbali vikiwemo vituo vya serikali, binafsi na vituo vinavyomilikiwa na madhehebu ya dini kupitia skimu za bima ya afya watakazojiunga. Jambo la kuvutia katika mpango wa uhamasishaji wa wananchi kwenye bima ya afya kwa wote wilayani hapa ni malengo kuwafikia waganga wa tiba asili na waganga wa kienyeji kupitia idara ya utamaduni, sanaa na michezo. Lakini katika idara yetu au kwa idara yetu ya kitengo cha utamaduni, sanaa na michezo, sisi tumejipanga kupitia mabonanza mbalimbali ambayo yanakutanisha vijana mbalimbali, lakini maeneo mengine tuna waganga wa tiba za asili. Hawa waganga kienyeji nao wapo ambao wanatutembelea katika ofisi zetu, lakini na sisi pia tunafika kwa lengo la kuwapa elimu. Toka wilayani Hanang mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Manyara tuelekee mkoani Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, amesema serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imelenga kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo ili kuongeza ajira na kuinua maisha ya wananchi. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu ambaye yushuhuda. Mikoa ya Dodoma, Singida, Tabora, Shinyanga na Kigoma inawakutanisha baadhi ya viongozi na wataalamu wa kilimo wa mikoa hiyo hapa mkoani Singida katika warsha ya kuhamasisha ukuzaji na uendelevu wa shoroba za kilimo ili wakulima waweze kuzalisha kwa tija. Na hapa mkurugenzi wa ofisi ya mageuzi ya kilimo Elizabeth Misukia akaeleza malengo ya warsha hiyo. Lengo lake kuu katika mkutano huu ni kujenga uelewa wa pamoja kwa kupitia wataalamu wa halmashauri kuhusu dhana ya shoruba ya kilimo, nafasi yake katika kuchochea uzalishaji wa kibiashara,
na wajibu wa kila mdau katika utekelezaji wake. Akifungua warsha hiyo, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule akaeleza mikakati ya serikali katika kuleta mageuzi ya sekta ya kilimo. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka msisitizo mkubwa katika mageuzi ya sekta ya kilimo kama injini ya kukuza uchumi, kuongeza ajira na kuinua maisha ya Watanzania. Serikali inalenga kupunguza gharama za uzalishaji na usafirishaji, kuongeza thamani ya mazao, kuvutia uwekezaji wa sekta binafsi na kuongeza kipato cha wakulima, wafugaji na wavuvi kwa kutumia kilimo cha kitaalamu. Nje ya ukumbi, washiriki wakaeleza matumaini yao baada ya warsha hiyo ya masuala ya kilimo. Kule wanaohudumia wakulima na wafugaji kwa maana ya maafisa ugani wa vijiji na kata, wote tuko tayari sasa kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale yaliyomo kwenye mpango mkakati wa kilimo wa 2050. Kwa mpango huu unaokuja sasa, ni imani yetu kwamba sasa wananchi hao watakwenda kuongeza thamani ya mazao yao ya mifugo, lakini pia itawasaidia kuongeza kipato chao kwa mpango huu mzuri ambao tunakwenda nao. Kutoka mkoani Singida, Rafuru Kinala, Channel 10. Haya, kutoka mkoani Singida tukaangaza habari kwingineko. Mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari ameeleza kuwa uanzishwaji wa kamati za ushauri wa kisheria za mikoa na wilaya nchini utawezesha kwa kiasi kikubwa kutekeleza kwa ufanisi dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 tena kwa vitendo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu. Mwanasheria mkuu wa serikali ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati akizungumzia kuhusu uzinduzi wa kamati hizo kwa jiji la Dar es Salaam na wilaya zake utakaofanyika Februari 16 mwaka huu katika uwanja wa Mnazi Mmoja, utakaokwenda sambamba na uendeshaji wa kliniki ya sheria bila malipo. Kampeni ambayo inaratibiwa na Wizara yetu ya Katiba na Sheria, na kampeni ile pia nayo inafanywa vizuri, lengo likiwa hilo hilo, kusogeza huduma kwa wananchi ili wananchi wawe na utajiri wa huduma za kisheria, kwa sababu huduma za kisheria na ushauri wa kisheria ndio changamoto ambayo tunaiona. Mbali na hayo, kamati hizo pia zitatoa ushauri wa kisheria kwa wananchi, watumishi wa umma na viongozi wa umma ili kutatua changamoto za kisheria zinazojitokeza katika maeneo yao, ikiwa ni mwongozo uliotungwa chini ya sheria ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali sura namba 268. Nichukue nafasi hii kutoa rai kwa wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam na mikoa jirani kujitokeza kwa wingi siku ya uzinduzi pamoja na kuhudhuria kliniki ya sheria kuanzia tarehe 16 Februari hadi tarehe 22 Februari mwaka 2026. Wataalamu wetu na mawakili wa serikali watakuwa pale kwenye viwanja vya Mnazi Mmoja kwa moyo mkunjufu kwa lengo hilo la kutoa huduma hiyo ya msaada wa kisheria bure. Salumu Mkambala, Channel 10. Asante mwanahabari Salumu Mkambala, na taarifa hiyo inatupeleka kuvuka maji kuelekea visiwani Pemba, ambapo wafugaji wa mbwa kisiwani Pemba wametakiwa kuchukua tahadhari madhubuti katika kudhibiti na kusimamia mifugo yao ili kuzuia madhara yanayoweza kujitokeza na kuathiri usalama wa jamii. Masanja Mabula anatujuza zaidi. Wito huo umetolewa na afisa mdhamini Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mhandisi Idris Hassan Abdullah wakati akizungumza na wananchi baada ya kuzindua zoezi la chanjo ya kichaa cha mbwa lililolenga kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huo hatari kwa binadamu na wanyama. Ugonjwa huu ni hatari sana kwetu kwa sababu baada ya kukupata inakuwa shida sana kuuzuia. Kwa hiyo jambo hili si jambo la mtu mmoja, lakini ni jambo la jamii. Ni vyema tukaendelea kutoa elimu ya wafugaji hawa kuleta wanyama wao ili kuendelea kuwapa chanjo. Kwa upande wa baadhi ya wafugaji
wameipongeza serikali kwa kuanzisha zoezi hilo, wakisema litasaidia kudhibiti matukio ya kung'atwa na mbwa na kuimarisha usalama wa jamii kwa ujumla. Sana serikali kupitia nyinyi watu wa kilimo kutupatia chanjo hii kwa kuwalinda mbwa wetu na kujilinda sisi binafsi na haya maradhi mabaya. Tunampongeza sana Dr. Mwinyi kwa kujali wananchi wake, lakini kwa kujali na mifugo yote ambayo kuwa wananchi wanafuga, ikiwemo mbwa, paka, ng'ombe na wengine. Kila mnyama ana chanjo yake. Naye mkuu wa idara ya mifugo kisiwani Pemba, Abdalla Hamadi Hamisi, amesema idara imefanikiwa kuondoa ugonjwa wa kichaa cha mbwa kupitia chanjo zinazotolewa. Fanikiwa kabisa kuwa na 0% ya kichaa cha mbwa katika kisiwa chetu cha Pemba. Kwa hiyo pamoja na kwamba tuna 0% katika kisiwa chetu cha Pemba, lakini bado hatujaacha zoezi letu la uendelezaji wa kuweza kuchanja. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Haya, mara baada ya kuvuka maji tuelekee kusini mwa Tanzania, mkoani Mtwara, ambapo mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Mtwara, MTUWASA, imeeleza kuwa imeanza mchakato wa kuwafungia wananchi mita za kisasa za malipo ili kuondoa changamoto ya wananchi ya kulalamikia kuzidishwa bili ya maji. Mkurugenzi wa MTUWASA, Mhandisi Rejea Ng'ondia, ameeleza hayo wakati wa jukwaa la MTUWASA na watumiaji wa maji mjini Mtwara. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Adam Malima. Huduma ya maji kwa jamii ni huduma muhimu ambayo haipaswi kukosekana kwa kuwa maji ni uhai. Serikali inafanya jitihada za kuhakikisha huduma hiyo muhimu inapatikana, lakini wananchi wanapaswa kuchangia gharama za uendeshaji. Changamoto katika kuchangia gharama za uendeshaji ni ankara wanazopatiwa wananchi kuliko huduma walioipata. Soma mita wenyewe hatupo, labda kwenye shughuli mbalimbali za kutafuta maisha, ikija bili ukienda kule kulalamika, mbona maji ninayotumia na bili iliyofika tofauti, bili ni kubwa, maji kidogo. Na kutatua changamoto hiyo ndani ya mji wa Mtwara, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Mtwara, MTUWASA, imeanza mchakato wa kufunga mita za kisasa za maji za malipo ya kabla. Tunaenda kuanza na wateja 1000 kwanza, ambapo tumejipanga kwamba tutatumia mfumo hasa wa mita za smart. Kuna mita zinaitwa smart ambazo ni teknolojia ambayo ni ya juu kidogo. Ambayo hii itarahisisha mteja anatembea na taarifa kiganjani. Wakati utatuzi wa changamoto hiyo ukipatiwa ufumbuzi, wananchi wanataka mji wa Mtwara uwe na uhakika wa huduma ya maji muda wote. Mkoa wa Mtwara sasa hivi umejengeka. Mkoa wa Mtwara sasa hivi una mahitaji makubwa kabisa ya maji. Kwa hiyo wajitahidi miundombinu kuongeza kwa kasi kama mji unavyokuwa kwa kasi. Kutatua changamoto hiyo, MTUWASA inaeleza kuwa serikali ipo mbioni kuanza kutekeleza miradi ya kimkakati ya huduma ya maji ndani ya mji wa Mtwara. Tumeshajipanga kwamba tunaongeza uzalishaji wa maji. Kwa mfano chanzo cha Mtawanya kutoka lita milioni 10 kwa siku kwenda milioni 17. Ndicho kilichoko. Kwa hiyo kitahusisha pia kuchimba visima vingine mbali na vile ambavyo vipo, lakini pia tunajua kabisa kuna baraka zote kwamba mradi wa Ruvuma unaenda kutekelezwa. Na hii ndio suluhu kwa Mtwara kwa siku za baadaye, miaka 5, 10 na kuendelea huko. Mikakati hiyo inatoa matumaini kwa wananchi wakati huu ambao wanasubiri maji kutoka mto Ruvuma. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Asante Adam Malima kutoka mkoani Mtwara. Moja kwa moja tuelekee kanda ya Ziwa huko jijini Mwanza, ambapo baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza limezijia juu kampuni 100 kati ya 330 zinazotoa huduma ya maandalizi ya uanzishwaji mgodi mpya wa madini ya dhahabu Sota Mining kwa kosa la kukwepa ulipaji wa kodi ya utoaji wa huduma kwa maana ya service levy. Taarifa zaidi na Henry Kavirondo. Maandalizi ya uanzishwaji mgodi mpya Sota Mining wilaya ya Sengerema yanaendelea. Kampuni za utoaji huduma kutoka maeneo mbalimbali nchini zikivutiwa na kasi hii. Hayo makampuni 330 leseni zao wamezikatia katika hii halmashauri ya Sengerema. Kampuni zinazofanya kazi katika mgodi wetu ni 330. Lakini
kampuni zilizolipa leseni ni 18 peke yake. Kampuni 312 hazijalipa leseni. Ningependa kufahamu kwa nini. Kupitia kikao cha robo ya pili ya bajeti, mwenyekiti wa halmashauri ya Sengerema Yanga Makaga amesema kitendo hiki kilichosababisha upotevu wa shilingi milioni 350 hakitavumilika. Ni sheria, lazima walipe service levy na lazima wakate leseni ya eneo wanalofanyia kazi, na ndilo azimio la baraza. Bodi waelezwe, muwaambie hao watu wenu walipe. Kama walipi, muwaambie mnawakata ili wamremiti halmashauri, na kama hawataki kulipa, basi wachukuliwe hatua za kisheria. Nalo suala la wazawa kutopewa kipaumbele cha ajira za muda linachomoza, ikikadiriwa kuwa vijiji 5 vinanufaika na ajira hizo kati ya kata 26, idadi inayotajwa kuwa ni ndogo. Kiongozi wa mahusiano ya mgodi na wananchi alisema wanachukua kwa vijiji 5 tu vinavyozunguka eneo hilo la mgodi. Haiwezekani mgodi wa Sengerema ukanufaisha vijiji 5, na maazimio yetu kama waheshimiwa madiwani na baraza letu ni kwamba atisi kata zote 26 zinufaike na mgodi huu. Kila kijiji wanapokuwa wanachukua ajira wanapitia kwa mwenyekiti, lazima anakuwa na barua. Wale ambao ni nguvu kazi, wale ambao ni wataalamu, huwezi kuwapata wataalamu wote wanaohitajika sasa hivi kwenye vijiji, ndio maana inakwenda nje. Kikao hiki pia kimepitisha bajeti ya zaidi ya shilingi bilioni 86. Kutoka wilayani Sengerema, Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Kutoka Mwanza moja kwa moja tukue pipa tuelekee huko Bangladesh, ambapo Bangladesh imeingia katika sura mpya ya kisiasa mara baada ya kufanya uchaguzi wake wa kwanza tangu maandamano makubwa yaliyosababisha kuondolewa madarakani kwa serikali ya waziri mkuu wa zamani Sheikh Hasina mnamo mwaka 2024. Jocelyn Zefania anaeleza zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Katika uchaguzi huu uliofanyika Alhamis, chama cha Bangladesh Nationalist Party kinachoongozwa na Tariq Rahman kinaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kuunda serikali ijayo kulingana na matokeo ya awali yaliyotolewa. Uchaguzi huu umetazamwa kama kipimo muhimu cha mustakabali wa demokrasia nchini Bangladesh, hasa baada ya kipindi cha misukosuko ya kisiasa na maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z yaliyomlazimisha Hasina kukimbilia India. Tariq Rahman ameahidi kujenga upya taasisi za kidemokrasia, kurejesha utawala wa sheria na kufufua uchumi ambao umekuwa ukidorora kutokana na misukosuko ya kisiasa. Hata hivyo, vyombo vya habari vimeripoti kuwa Rahman alishinda katika majimbo mawili, Dhaka na jimbo lingine la kaskazini anakotoka. Jocelyn Zefania, Channel 10+. Asante Jocelyn Zefania kwa taarifa hiyo, na inatupa utuo wa kutazama habari za kitaifa na habari za kimataifa. Mimi ni Juma Mohamed. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kuangaza kunani hasa katika upande wa habari za biashara na uchumi. Endelea kutazama Channel 10+.